Kwa majina naitwa Innocent Minja, ni manager wa TRA wa wilaya ya Kilombero. Leo tumefika hapa Mlimba katika kampuni ya wakulima wa mpunga Kilombero ama Kilombero Rice Farmers Trading Company ama maarufu kama KTC, kwa ajili ya kuwapa elimu ya kodi katika masuala mbalimbali. Hii ni kampuni ambayo inahusisha wakulima wadogo wa mpunga katika eneo hili la Mlimba, na ambao wamejiunga pamoja na kuanzisha kampuni ili waweze kusaidika katika kuweza kuleta ufanisi kwenye zao hili la mpunga. Kwa hiyo tumefika hapa, tumewapa elimu ya kodi katika masuala mbalimbali juu ya wajibu wao kama kampuni, lakini pia wajibu wao mbalimbali wa kulipa kodi. Lakini pia tumefika kwa ajili ya kutambua pia mchango wao katika kulipa kodi, hasa tunapoelekea katika huu mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tumefika pia kuwashukuru kwa kuwa walipa kodi wetu, lakini pia kusikiliza changamoto zao mbalimbali, na tumeweza kukaa na bodi ya kampuni pamoja na management ya kampuni, na tumezungumza mengi, na kwa hakika tunaamini wataendelea kulipa kodi zao kwa hiari, lakini pia itazidi kuwaimarisha katika ulipaji wao wa kodi. Ningependa niwaeleze wakulima wa mpunga, lakini wakulima wote, kwamba kilimo hakijasamehewa kodi, bali iwapo unalima kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, tunaita subsistence farming, basi hiyo, na kama hujaweza kufikisha mauzo ya shilingi milioni 4 kwa mwaka, wewe ndio hautalipa kodi ya mapato. Lakini iwapo unalima na unapata kipato kinachozidi milioni 4 kwa mwaka, basi utapaswa kujisajili kama mlipa kodi, na utapaswa pia kulipa kodi kwa mujibu wa sheria. Lakini niwatoe hofu kwamba TIN number ni bure. Wengi leo tumewaelimisha, wameelewa faida za kuwa na TIN number na inapatikana bure. Kwa hiyo niwahimize, wakihitaji elimu zaidi, yeye ni mkulima anataka kujua namna ya kulipa kodi, basi aweze kufika TRA, tutamuelewesha, tutamuelimisha, na ataweza kulipa kodi zake na kuweza kuendelea kuijenga nchi yake. Naitwa Rafaela Mjengwa Chenelo, ni mwanahisa wa kampuni ya KTC. Leo nimepata elimu kutoka TRA kuhusu mlipa kodi, elimu ambayo kweli imenisaidia sana. Vitu ni kwamba sivijui nimevijua, kwamba kabisa nataka niwe mzalendo wa nchi yangu. Kulipa kodi ni uzalendo, ili mambo mengine yaende, tupate hospitali, mabarabara, watoto wasome, shule ziwepo. Na binafsi pia kama mkulima, nimetambua kwamba natakiwa kulipa kodi kwa ukulima nionao, ambao unaweza kusaidia kuleta maendeleo ya nchi. Na zaidi nitaweza kuwa balozi kwa wengine ambao hawajui maana ya kulipa kodi ni nini, na wanafikiria kulipa kodi ni mafanikio, kumbe ni hapana. Na zaidi nikiwa kama mwanahisa, mimi ni mjumbe wa bodi. Kwa hiyo nitajaribu kuisaidia bodi ya kampuni yangu kuhamasisha watendaji wa kazi wawajibike kufanya kazi kama inavyotaka TRA, kupeleka ritani kwa wakati, ili kampuni yetu isipotee au isipoteze mwelekeo kutokana na ulipaji wa kodi. Leo tumetembelewa na watu wa TRA. Nashukuru kwa elimu tuliyopata ya TRA. Nafikiri huko nyuma tulikuwa mambo mengi hatuyafahamu, lakini leo tumenufaika kupata elimu ya TRA na tumeelewa tulioelekezwa. Nafikiri tutaendelea kufuata maelekezo waliotupa kama watu wa TRA ili tuendelee kujenga nchi yetu. Itaninufaisha mimi kama mkulima kupata fursa mbalimbali, kwa sababu nitakuwa natambulika kwenye mfumo. Kwa hiyo naamini kwamba nitapata fursa mbalimbali kulingana na kuwa karibu na TRA. Mimi kama mkulima nikilipa kodi, nafikiri nitanufaika, kwa sababu kama serikali itaweza kutengeneza barabara zikawa nzuri, nitaweza kuuza mazao yangu kwa bei nzuri yenye tija.